muziki wako ulibadilika sana Mula. Yeah, muziki wangu ulibadilika sana. Yeah, ulibadilika sana na tuliona kwamba kuna levels fulani ambazo zilikuwa za juu sana pia. Watu wanasema bwana tulikuwa tuna matumaini makubwa sana pia kwamba bwana Mula akishaondoka huyu Mula sio mwenzetu huyu au sio? Mula akishaondoka na nini? Nini kilileta yale mabadiliko pia, na pia mabadiliko yale wewe kwako yalikusaidia kwa namna gani hasa? Yalinisaidia sana. Mara ya kwanza ilikuwa ni ngumu. Unajua nilikuwa nishazoea nikiwa na GQ pale nina ngoma bwana rekodi na rekodi, lakini huko una ngoma nakwambia umerap sana. Sitaki urap sana. Kevin au Dunga? Kevin. Okay. Umerap sana. Sitaki urap sana. Unajua punguza haya ma wordplay, punguza. Sasa mimi huko nishazoea nataka wordplay, nataka make punch, nakwambia punguza, ifanye iwe simple. So na pia hakuna kitu kigumu kama umezoea kufanya vitu vigumu uvigeuze kuwa simple. So mara ya kwanza unashikwa tu na hasira, unaona jamani kama ananizingua, lakini ukikaa ukiendelea kujifunza baadaye unakuja kuona okay, kumbe walikuwa wananifundisha kuna tofauti ya kutengeneza rap na kutengeneza rap music, kutengeneza muziki. So ilikuwa ni ngumu, but ilikuwa pia ni fun kufanya kazi na Dunga na Provoke, wote wana walimaanisha nini hiyo kutengeneza rap na kutengeneza rap music? So kurap ni ile unajua unaweza ukaekewa beat ukarap ma punchline na kila kitu, lakini haimaanishi kwamba ni wimbo. Kutengeneza wimbo ni kitu kingine tofauti. Unapotengeneza wimbo sasa kuna elements nyingi sana. Kuna intro, kuna chorus, kuna verse. Sometimes sio lazima uchane mistari 16. Unaweza ukaambia nataka tu uchane mistari 4. Kila kitu kiishi kwenye mistari 4. After 4 bars hapa nataka uimbe kidogo. Unajua like kuna too many elements mpaka ngoma zinakamilika. Ndio maana ukisikia nilitoa kuna EP kama 3 nimetoa chini ya Umoja Sound. Nilikuwa nafanya vitu tofauti kabisa. Kwa sababu ilikuwa unafanya hivi Dunga anakuambia usifanye hivi, hapa fanya hivi, weka sauti hii. Yaani kulikuwa na production team inaendelea kwenye kila track ambayo nilikuwa naifanya. So hicho kitu nimejifunza vitu vingi sana pia. So unadhani ni vitu gani tunaweza kuadapt kutoka kwenye muziki ambao umejifunza so far so good? Umekaa Kenya miaka 4 ambavyo tukivileta Tanzania pengine vinaweza vikaleta impact kubwa pia. Vitu vingi watu wanavifanya. I think utofauti ni upo katika upande wetu sisi watu wengi wa hip hop. Kwenye hip hop kumekuwa na uhaba wa nyimbo za hip hop. Kuna track za hip hop lakini sio nyimbo za hip hop. Umeona? So na watu hapo wanafanya nyimbo, but pia kitu ambacho nijifunza kuna rappers ambao ni normal kwenye kutengeneza nyimbo za hip hop na kuna rappers ambao ni normal kwenye kurap. FM.